Bwana Yesu asifiwe kanisa. Namshukuru Mungu kwanza kwa hii nafasi kwa chini ya mtumishi wa Mungu na kwenye mafuta haya. Sio rahisi lakini ni Mungu tu. Ni mwaka 2016 nikiwa na mwaka wa pili kwenye madhabahu ya Vuka Yordani. Mungu alinionyesha kitu cha ajabu kidogo. Alinionyesha bonde ni maono katika ndoto. Alinionyesha bonde lenye uwanda mkubwa sana. Na kulikuwa kuna jukwaa pale katikati na mtumishi wa Mungu alikuwa amesimama hapo juu. Kulikuwa kuna watumishi wengi ambao idadi siwezi nikaielezea. Wakitoka pande 4 hata 8 za dunia. Walikuwa wana muonekano wa kila aina. Wote walikuwa wamevaa suti, kila mmoja kwa rangi yake na kwa kiwango chake na kwa hali yake ya kimaisha. Nilimwona mtu mmoja alikuwa amevaa suti nzuri sana na viatu vyenye kupendeza mno, vinang'ara kuliko ambavyo ninaweza nikakuhadisia. Lakini walikuwa wana kilio kikubwa sana. Kilio cha ajabu, kwa sababu kwa mbali kulikuwa kunasikika kama gharika, kama maji ambayo yamevunja mahali, ambayo yanakuja kwa kasi ambayo hakiwezi kikasalia kitu chochote kile mbele ya mtu yoyote. Na hawa watu walikuwa wanalia kwa kilio kikubwa sana, wakisema, Sumbe tunaomba utusaidie, Sumbe tunaomba utusaidie. Wamekusanyika ni maelfu kwa maelfu ya watumishi wa Mungu. Na baba alikuwa amesimama pale juu. Alinyosha mikono yake akasema, niliwaeleza kila jambo ambalo Mungu alinipa kuwaeleza. Niliwaonyesha njia ya kwamba tupite mahali hapa, lakini hamkunisikia. Leo mwanijia, Sumbe nitawasaidia nini? Nitawafanya nini? Walikuwa wana kilio cha ajabu sana ambacho kanisa siwezi nikawaeleza. Ilikuwa ni mwaka 2016. Neno hilo limeishi ndani yangu sana. Kuna wakati ningeamka usiku nikakaa, nikatafakari yale maneno. Nimewaambia kila neno ambalo Bwana amenipa. Sikulisalia neno lolote kwenye kinywa changu, wala sikulishikilia ndani ya moyo wangu. Kila ambacho mbingu ilinieleza, niliwaeleza na niliwaambia, njia ndio hii na tuifuateni, lakini hamkunisikia. Leo mwanijia, Sumbe nitawasaidia nini? Limenishika neno hili tangu mwaka huo kwenye moyo wangu. Kila mara ningelitafakari nikiwa peke yangu, nikimwambia Mungu, hiki kina maana gani? Mara ya kwanza Roho Mtakatifu akanisaidia kuelewa kwamba kama kanisa tunapaswa kuwa watu wa shukrani kuu sana. Kwa maana ni kweli Kristo alikuja na alisulubiwa na alishinda. Alimaliza kazi yake. Kwa sasa kwa kizazi cha leo tutapewa watu wenye mwili wa damu na nyama ambao wataziwakilisha mbingu, watapewa neno, watalileta kwetu. Ni kazi yetu sisi kuelewa na kulipokea. Kama wana wa Vuka Yordani tunapaswa kuwa na shukrani nyingi ya kilio cha ndani, kumwambia Mungu asante kwa maana umenifanya kuwa zao la mbegu hii. Kivipi? Kwa sababu wewe ni shahidi. Hakuna hata mmoja wetu ambaye aliwe kukalishwa akaambiwa njoo tukupe mafundisho ya mwongofu mpya, njoo tukupe mafundisho ya watu walioingia sasa kwa Kristo. Kila aliyekuja hapa ni shahidi. Tulikutana na mafundisho ya makuhani na mitume. Tulikutana na mafundisho ya makarani wa kimbingu. Yaani Mungu alishatutoa tulikotoka. Alichokuja kutufanyia ni kutukamilisha baadhi ya vitu ili tukaiwakilisha ile neema kama ambavyo jinsi anatamani. Tukiutoa ule moto mahali hapa, tunaenda nao kufikisha kule ambako Mungu alitamani tufikishe. Siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa hayupo, na mimi nilikuwepo ibadani. Nilikuwa nimekaa pale nyuma kwenye kile kiti ambacho hakifanani na hivi viti vingine, kiko pale. Nilikuwa nimekaa, lile neno bado likawa linanisumbua ndani yangu. Nikasikia kama Roho Mtakatifu ananiambia, hebu tazama idadi yenu jinsi mlivyo na neema ambayo mmeipata. Laiti mngekuwa mmetambua hicho kitu, nyinyi ndio wale ambao mngeingia kwenye daladala hivi watu wakapokea uponyaji. Watu wangewatazama hivi wangeiona ile neema, ingewagusa, kwa sababu roho ni roho na anaweza kuzungumza na mtu kwa namna yoyote. Nikauliza ingekuwaje? Akasema mmeimbiwa kila wakati, mmewekwa alama. Kila wakati Mungu amesema mmewekwa alama. Hiyo alama ingejitambulisha ikiwa tungetambua ule moto tukaubeba. Tunaelewa kwamba Tanzania nzima hii inazalisha umeme sehemu moja tu, moja peke yake, lakini umeme unaifikia nchi nzima kwa zile nyaya.
tungetambua, tungetembea na ile neema, tungewafikia watu tofauti tofauti. Hakuna hata mmoja wetu aliyeletwa hapa awe mshirika wa kukaa. Kila mmoja aliletwa awe balozi, awe hakimu, awe mwakilishi wa mbingu. Kila mmoja amepewa kitu cha kufanya mbele za Bwana. Nikafikiri imeishia hapo. Siku nyingine kiwa na tafakari, Mungu ananisaidia rohoni kwamba Tanzania hii hata dunia ina watumishi wengi na wazuri. Sio kweli kwamba Mungu ameita mtu mmoja dunia nzima. Mungu ameita watu kaza wa kaza. Ziko vinara hata kwa wanaoweza kuona kwenye ulimwengu wa roho. Viko vinara vya Mungu ambavyo viko pande tofauti tofauti. Ila hawana kanuni ya kurudi kwa Mungu kumuuliza, najua hujaniita peke yangu. Tuko wangapi Tanzania? Tuko wangapi East Africa? Tuko wangapi dunia? Kwa maana wangemuuliza, Mungu angewaambia kuna fulani yuko sehemu fulani, na kuna fulani yuko sehemu fulani, na kuna fulani yuko sehemu fulani. Hivyo wangeombeana, wangebebana. Lakini si hivyo tu, wangesikilizana kana kwamba mtu anamsikia Mungu kupitia huyo mtumishi, kwa sababu vipawa na karama ni vingi na kila mtu ameitwa kwa neema yake. Hivyo wana wa Mungu, ushuhuda wangu ni huo. Nimeishi na hichi kitu kwa muda mrefu na namshukuru sana Baba kwa kunipa hii nafasi ya kushare na kanisa. Kumbuka kumshukuru Mungu katika yote. Kumbuka kumshukuru Mungu kwa sababu ukifanyika zao la hiyo mbegu, kumbuka sio wewe tu na familia yako. Sio familia yako tu na uzao wako. Kubali, kwa sababu urisi mtu anapewa kwao peke yake. Unaweza ukapewa chakula kwa jirani ukala ukashiba. Unaweza ukapewa mavazi na jirani na ukajistiri. Lakini urithi unatoka nyumbani. Ni palipo na familia, ni palipo na baba na mama. Ndio mahali utasikia baba anasimama anasema, mtoto wangu huyu atachukua hiki na mwanangu huyu atachukua hiki. Lakini ukiwa wa huku na kule, ukitamani mafundisho mengi na kusikiliza mahubiri ya watu wengi, utafurahia ni sawa sawa na kuangalia TV kwa jirani. Lakini saa ya kwenda kulala lazima utarudi nyumbani. Hivyo shikilia sana. Tumshukuru Mungu sana kwa kile tulichopewa. Sio kigeni ninachokisema. Tumeambiwa, hata unabii tumesikia Mungu akizungumza. Itafika saa ambayo Mungu atampeleka mtumishi wa Mungu mbali. Nilitafakari sana hicho kitu. Mungu akawa ananifundisha kwenye kitabu cha Waamuzi 11 sura ya 11 na kuendelea. Sura ya kwanza na kuendelea. Ukisoma mstari wa 9 na wa 10, unakuta wana wa Amoni, wana wa Israeli waliinukiwa na wana wa Amoni. Hawa watu walikuwa wamepewa mtu mmoja ambaye anaitwa Yefta. Alizaliwa na mwanamke kahaba. Familia haikumkubali. Ndugu zake walimfukuza. Alienda akajichanganya na mabaradhuri. Lakini saa ya vita ilipoinuka, kwa maana uongozi, mamlaka na uwezo wa kupigana ulikuwa ndani yake. Walikuwa wamepewa lango lakini hawakutambua. Hivyo wazee wakakumbuka ya kwamba tulipewa mtu ambaye tulimfukuza kwenye jamii, wakaanza kumtafuta. Walivyompata Yefta wakamuomba, tunaomba uje kwetu nasi ukapigane na wana wa Amoni. Akasema, mwanijia hivi leo na mlinifukuza? Nikija na Mungu akanisaidia, nitakuwa nani kwenu? Wakasema, na huyo Mungu awe shahidi yetu ya kwamba utakuwa kichwa kwetu. Heri yao, maana walipata hiyo neema, wakakumbuka mapema na kugeuka. Lakini je, sisi tutamwambia Mungu nini? Kwa maana tumepewa kitu cha thamani. Siwezi kuipambanua, lakini Mungu na atusaidie kunyenyekea na kuwa tunamshukuru kila wakati. Mungu awabariki sana kanisa. Asante Baba.